Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi cha Na Tuombe. Ninajua muda kama huu kukaa, hasa kwa watu walioko Afrika Mashariki, kwa sababu ni usiku, na kusikiliza kipindi hiki inahitaji nia ya ndani, ya dhati. Kwa kuwa ni muda ambao watu wengi wanakwenda kulala, lakini wewe umeamua kukaa macho ili uweze kupata kipindi hiki, hutabaki ulivyo. Mungu kuna kitu cha ziada anakwenda kuongeza. Kuna kitu cha ziada anakwenda kupatia katika maisha yako. Kwenye kipindi kilichopita tuliangalia namna ya kujenga ngome. Tukaona umuhimu wa kujenga ngome. Tulisema kwamba hatuna haja ya kukimbia, lazima tuende kwa kina, kwa sababu hapa ndipo kiini cha ushindi wetu ulivyo. Unaweza ukawa na vitu vizuri, unaweza ukawa na ndoa nzuri, unaweza ukawa na biashara nzuri, elimu nzuri, lakini kama hujatengeneza ngome, hujajengewa ngome, kwa lugha nyingine, ni rahisi kwa adui kuja na kushambulia maeneo hayo. Kwa hiyo tumeanza sehemu ya kwanza, leo tunaingia sehemu ya pili ili tuangalie maeneo ambayo ni muhimu kuyalinda, alafu tutaangalia namna unavyoweza kujenga ngome katika mambo na maisha yako. Tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, asante kwa siku ya leo. Umekubali tuweze kusikia sauti yako katika masaa haya ambayo umekubali kutufundisha mambo ya kiroho. Kila anayesikiliza, ninakusihi ukampatie baraka na neema yako, lakini kwa namna pekee ninaomba kwa ajili ya anayesikiliza, vitu vyake, mali zake, familia yake, yeye mwenyewe akazungushiwe ngome na ulinzi wa mbinguni. Asante, maana we ni Mungu na unakwenda kutenda zaidi ya vile tunavyoomba. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Kwenye somo lilopita, wewe ambao umefuatilia vizuri, kuna andiko ambalo nilikazia sana kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ile ya kwanza, fungu la 5. Anasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Ndilo fungu ambalo nilikazia sana mwishoni kabisa. Nataka nianze nalo leo. Pamoja na yote, tumeona vita ya kiroho ni halisi, lakini hii haitufanyi tuogope, kwa sababu tunalindwa na nguvu za Mungu. Hiki ndicho ambacho Biblia inasema. Tena anasema kwa njia ya imani. Ambao mnafuatilia sana vipindi hivi kupitia Hope Channel na mitandao ya kijamii, wakati uliopita, nadhani mwaka jana, kuna wakati nilikuwa na series ya kuongelea masuala ya imani, na huenda nitairudia kwa staili nyingine huko baadaye. Tuliona ya kwamba katika maisha ya Mkristo, bidhaa au sarafu au fedha, au nitumie lugha gani nyingine, nikiwa na maana ya kwamba currency ambayo ina thamani kubwa katika maisha yetu ni imani. Ukiwa na hii sarafu, unaweza ukanunua chochote unachohitaji katika ufalme wa Mungu. Na Yesu anasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu atakuta imani duniani? Kwa unakuta imani ni kitu ambacho ni muhimu sana, lakini ni somo ambalo ni pana sana, linatakiwa tujifunze kwa kina na kulielewa. Hapa linarudiwa tena kwenye kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza, fungu la 5, anaposema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Angalia vizuri, imani imerudiwa tena. Katika mojawapo ya miongozo ya kujifunza Biblia ambayo waumini wa kanisa la Sabato wanasoma kila robo, katika robo hii ambayo tunakwenda kuimalizia hivi karibuni, robo ya pili ya mwaka wa 2026, kuna somo maalum ambalo lilikuwa linaelezea kuhusu imani. Na ni wiki hii, wale ambao mnafuatilia wiki, najua somo hili litaangaliwa baadaye, lakini wiki hii kwa wale ambao mnaangalia, kuna maswali yameulizwa pale ya kwamba kuna wakati ambapo Mungu anaweza akafanya kitu tofauti na ulipotarajia, au akanyamaza. Lakini hata katika giza, imani yako inatakiwa ibaki pale pale, ibaki pale pale hata kama huoni, kwa sababu tunashikilia uaminifu wa Mungu kuliko uaminifu wetu sisi. Yaani Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake, huwa habadiliki. Huko tunakoelekea, ambapo tunakaribia mwisho wa wakati na kuona mambo yakitokea mbele ya macho yetu,
kitakachofanya watu waweze kushinda wakati mpinga Kristo na kundi lake lote atakaposimama kinyume na wacha Mungu, kitakachofanya watu waweze kushinda ni imani yao. Huku ndiko kuushindako kuna kuushinda ulimwengu, hiyo imani yenu. Hapa unaona ya kwamba imani ni ya muhimu. Ndio tunaongelea masuala ya haki kwa njia ya imani, sio kwa njia ya matendo yangu. Matendo yana kazi yake, lakini sio kwa wokovu. Ndio yana kazi yake nzuri kabisa, lakini sio kwa wokovu. Kwa habari ya wokovu ni kupitia damu ya Yesu Kristo, basi mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuamini ya kwamba haki ya Kristo Yesu, matendo mema ya Yesu yanafanywa kuwa ya kwako na mabaya ya kwako yanafanywa kuwa ya kwake, ndio maana alikufa msalabani. Unapoliamini hili unaingia mbinguni, kwa kuwa wokovu uko hapo. Lakini tuje kwenye hoja ya ulinzi sasa. Nguvu za giza ni halisi, shetani ni halisi, anashambulia kwa uhalisi, na nguvu za Mungu zina nguvu, zina uwezo mkubwa kuliko za shetani. Lakini atakaye starehe na kufurahia katika wokovu huu ni yule mwenye imani. Ndipo Mtume Petro anasema, nanyi mnalindwa, kwa hiyo msiogope. Ukisikia wachawi wanatembea usiku, wanatembea pale nyumbani kwako, usiogope, maana unalindwa na nguvu za Mungu. Ukiona wamekutegea kitu kwenye biashara yako, ukaona kuna kitu kimewekwa cha kishirikina, usipaniki, unalindwa na nguvu za Mungu. Umeamka asubuhi ukaona kwamba umechanjwa kabisa kabisa na chale umeziona kabisa, acha kuogopa, unalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Lakini mchungaji, mbona nimechanjwa? Na mimi nakuuliza, kama aliweza kuchanja, mbona hajakata koo? Bado kuna nguvu ya Mungu inayokulinda kwa njia ya imani. Imani sio kuona, ila imani ni kuona kisichoonekana. Hiyo ndio imani. Utakapoelewa hili, haijalishi utakumbana na kitu gani. Huna mtaji, nenda kwa imani, unalindwa na nguvu za Mungu. Umekuta biashara yako inaporomoka, unaona inaporomoka katika jicho la mwilini, lakini katika jicho la rohoni inaundwa upya. Tembea kwa imani. Hiki ndicho nataka tukikazie sana. Na baada ya hapo sasa ndipo tunaingia katika sehemu muhimu sana katika somo letu la siku hii ya leo, ambalo hili lazima kila mtu aweze kufahamu vizuri. Nikasema maeneo yanayolindwa. Leo tunaangalia maeneo yanayolindwa. Ngome ya kiroho ina maeneo kadhaa muhimu ambayo lazima yalindwe. Hayo Mungu anayalinda na anakuambia wewe uyalinde, anakuelekeza namna ya kuyalinda. Zama zile wakijenga ngome zao katika miji mikubwa, nataka upate hii picha ili ujue pia katika kiroho ni hivyo hivyo. Wanapotengeneza ile miji mikubwa, walikuwa wanaweka mlango wa kuingilia. Ule mlango wa kuingilia pia ulikuwa unawekwa walinzi. Walikuwa pia na maeneo madogo madogo ya kuchungulia, lakini alikuwa na eneo ambalo anawekwa mlinzi, anaangalia nini kinachoendelea huko, ili aweze kutoa taarifa ndani ya kwamba kuna adui anayekuja. Vivyo hivyo katika maisha ya kiroho, maeneo yako hivi hivi. Kuna mlango mkubwa ambao unaingiza watu wanaotakiwa kuingia. Ukakosea huu mlango mkubwa, wakaingia maadui, umeharibu vitu vyako vyote. Shetani wakati anakwenda kushambulia familia ya Ayubu na mali zake zote kwa ruhusa ya Mungu, mnakumbuka maneno ya Shetani, anamwambia Mungu, je, wewe hujamzunguka huyo Ayubu yeye mwenyewe na watoto wake na mali zake? Ina maana kwamba kila Shetani alipokuwa anajaribu kushambulia mali ya Ayubu, alikuwa anakuta kuna ngome. Alipokuwa anajaribu kumshambulia Ayubu mwenyewe, anakuta kuna ngome. Mungu akusaidie uweze kuelewa hili. Wa kwanza kulindwa ni wewe, ndipo baadaye inakuja watu wa familia yako, ndipo zinakuja mali zako, na baraka iko hivyo hivyo. Mungu anakubariki wewe, na baraka yako ndio itabariki ardhi. Baraka yako ndio itabariki ng'ombe. Baraka yako ndio itabariki vitu vingine vyote. Kwa hiyo tatizo sio eneo ulipo, tatizo ni wewe ni nani. Mungu atusaidie tuweze kuelewa hii vizuri sana. Ndipo tuje kwenye ngome sasa. Sasa Shetani anapokuja kushambulia, anaangalia maeneo kwamba nikipiga mlango nikaweza kuingia katika ulimwengu wa kiroho wa huyu mtu, nimempata yeye au nimepata mali zake, nimepata. Akikushindwa wewe, anaweza kashambulia mke. Unakumbuka story ya Ayubu pia. Akishindwa kwa mke, anaweza katumia watoto.
Akishindwa kwa watoto anaweza akashambulia mali. Kwa hiyo zile hatua unazoona Ayubu alivyokuwa anashambuliwa, maeneo yote yale alikuwa amejengewa ngome, zile ngome zikaondolewa kwa makusudi. Ayubu hakufanya kosa, ya kwake ilikuwa ni makusudi ya kimungu. Ndio sababu tunakazia kwamba sio kila mtu anapata mashambulizi alifanya makosa ya kiroho. Kuna wengine walifanya makosa, lakini kuna wengine ni jambo ambalo hata wao hawajui, ni zoezi la kimungu zaidi. Wao ndio, Mungu ndio anaweza akajua, maana Ayubu hakufanya kosa lolote. Sasa shetani anajua aweze kushambulia maeneo yapi. Eneo la kwanza ambalo ni muhimu kushambuliwa kabisa ni eneo ambalo Biblia imeita moyo. Tutalitazama vizuri tunapoongelea moyo kwamba tunamaanisha nini. Hapa napoongelea moyo, kwanza usije ukafikiria kwamba naongelea akili. Usije ukadhani pia kwamba hapa ninaongelea ile pampu. Ninaongelea kitu ambacho kiroho kinaitwa moyo, lakini ni zaidi ya pampu. Sasa sikiliza, kitovu cha uhai na maamuzi ya ndani ndicho kinaitwa moyo. Katika lugha ya Kiebrania na Kigiriki ya Biblia, moyo unawakilisha kiini cha utu mzima wa mwanadamu, sio tu hisia, bali pia uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi. Kwa mpaka hapa tunapoongelea moyo, umejua tunaongelea nini. Hatuongelei pampo. Tunaongelea eneo lisiloonekana physically, lisiloonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini katika eneo hilo ndipo kiini cha mtu mzima kilipo, ndipo maamuzi yanafanyika. Ni kweli pia kuna hisia katika moyo, lakini hapa ndipo maamuzi, uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi upo. Hapo ndipo kiti kilipo. Kwa hiyo shetani akiweza kushambulia eneo lako la kimaamuzi, anajua kabisa ngome yako yote itaanguka, maana utafanya maamuzi potofu. Hapa katika moyo, hapa ndipo yalipo mapenzi, hisia, matamanio ya ndani zaidi na maamuzi ya msingi. Chemchemi za uzima zinatoka hapa. Ikiwa chanzo kimechafuliwa, kila kitu kinachofuata kitachafuliwa pia. Linda sana moyo wako kuliko yote yalindayo, maana hapo ndipo zinatoka chemchemi za, sio ya. Kwa katika eneo lako la maamuzi, katika eneo lako la kihisia, katika eneo lako la matamanio, katika eneo lako la kuamua nini kifanyike, hapo ndipo chemchemi zinatoka. Kwa likichafuliwa hilo eneo au likishambuliwa hilo eneo, shetani anajua ameharibu kila kitu. Piga picha, mnaishi kwenye kijiji ambapo watu wanatumia chanzo kimoja cha maji ya kunywa, na kile chanzo kikawekwa sumu. Nini matokeo yake? Ina maana atakayekunywa maji atapata madhara, atakayekula chakula kilichopikwa kwa hayo maji atapata madhara, ng'ombe atapata madhara, na kila kitu na hata mimea itapata madhara. Ndipo uelewe kwamba Mungu anaposema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana hapo ndipo zinatoka chemchemi za. Ndipo utaelewa kwamba eneo lako la maamuzi, eneo lako la hisia, eneo lako la kufikiri nini kifanyike, hilo ndilo ambalo adui analishambulia kwanza. Nikupeleke kwenye Ufunuo kidogo. Wakati mnyama atakapokuja na kuweka ishara au alama, Biblia inataja kwamba anaweka alama ile 666 katika paji la uso. Watu wengi wanaposikia paji la uso wanadhani anaongelea hapa. Ndio maana utakuta kuna picha zimechorwa 666 zimechorwa hapa. Ile ni simbo, ni lugha ya alama. Anamaanisha eneo la maamuzi, kwa sababu katika saikolojia au katika sayansi ya neurons za akili, neuroscience, wanakubali ya kwamba sehemu ya mbele ya ubongo ndiyo sehemu ya ubongo, prefrontal cortex. Kwa ilipotajwa pale kwamba yule mnyama 666 inapigwa hapa, hana maana kwamba kuna namba itakuja watu wanapigwa hapa. Hapana, ina maana ya kwamba mnyama na utawala wake wote wa kishetani watashambulia eneo la maamuzi. Kwa hiyo watu watafanya maamuzi ya kumpinga Mungu na kumtii shetani. Tunaanza kuelewana sasa hapo. Sasa tuje katika hii hoja ya linda sana moyo wako, maana katika ngome shetani atashambulia eneo lako la maamuzi. Ukiangalia leo katika maisha yetu, vile vitu ambavyo vinaweza kuharibu uwezo wetu wa kuamua
ndivyo ambavyo shetani ameviweka mbele sana ili kuweza kutuharibu. Hiyo ndio mlango wa kwanza ambao unahitaji uweze kuufunga leo. Tunapoongelea kujenga ngome, Mungu ndiye anajenga ngome, lakini unajenga pamoja naye, unachangia. Kuna sehemu yako ya kufanya maamuzi. Tuangalie vizuri, shetani hawezi kumshambulia mtu bila kushambulia eneo la chakula, kwa sababu katika chakula ndio panajenga maamuzi yetu. Angalia mtu aliyekunywa pombe anafanya maamuzi gani? Angalia mtu ambaye anatumia heroin, mtu ambaye anatumia cocaine, mtu ambaye anatumia bangi anafanya maamuzi gani? Kwa hiyo kumbe shambulio la kuleta madawa ya kulevya ni shambulio la kushambulia moyo kiroho, sio moyo pump, ni moyo, eneo la maamuzi. Ndipo unakuta ya kwamba hata leo ukiangalia matangazo kuhusu pombe yanatangazwa vizuri sana na yanatangazwa kweli kweli. Lengo kubwa ni ili kuharibu eneo la maamuzi. Twende zaidi ya hapo, una habari digital, hizi simu tunazozitumia zote, ukitumia simu kupita kiasi unaathiri eneo la maamuzi. Utafiti umefanyika, ziko tafiti nyingi zimefanyika, nenda ukazisome uone jinsi ilivyo, ya kwamba watu ambao wanatumia simu kuliko kiwango kinachohitajika, ubongo wao unabadilika physically. Kuna sehemu pana, ni physically, sio nadharia. Ni kwamba wakiingia kwenye kufanya brain scan, wanaona kuna badiliko linaloonekana kwa sababu ya matumizi ya simu. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa hiyo eneo lingine muhimu la kutazama ni moyo wako, na ni muhimu kuliko yote. Weka mipaka katika matumizi ya simu. Ifikie kiwango useme nitaiweka simu hapa, sitaiangalia. Mungu atusaidie sana katika hilo. Mungu atusaidie sana. Kwenye kitabu cha Mind, Character and Personality, gombo la pili, ukurasa wa 561, wale ambao wanafuatilia, nimekisema sana hii kitabu. Sikia mwandishi anachosema: wale ambao hawataki kuwa wahanga wa hila za shetani lazima walinde kwa umakini milango ya nafsi zao. Lazima waepuke kusoma, kuona au kusikia kile kitakachoingiza mawazo machafu na yasiyo matakatifu akilini. Moyo lazima ulindwe kwa bidii zote, la sivyo uovu wa nje utaamsha uovu wa ndani na nafsi itatangatanga gizani. Umesikia hayo maneno hayo? Ndio sababu nimewambia vijana, sio kila kitu jicho lako inatakiwa kuona, kwa sababu moja ya dirisha ambalo linaingia hadi kwenye moyo ni jicho, lingine ni sikio. Kwa hiyo lazima upange, nini? Kuna miziki sitasikiliza. Kwa nini sisikilize hiyo miziki? Kwa sababu inaathiri moyo wangu. Nikumbuka, siongelei pump. Kuna video sitaangalia. Kwa nini siangalie hizo video? Kwa sababu zinaathiri eneo langu la ndani la moyo kiroho. Kwa sitaangalia hizo video. Na mtu yoyote ambaye anafanikiwa, iwe ni kwenye maisha ya kiroho, maisha ya kidunia, yoyote hivi, ni mtu mwenye nidhamu. Nidhamu ni kujifunza kusema hapana. Kuna mazungumzo unatakiwa usikubali kuyazungumza. Mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Sasa vijana wa kizazi hiki wanaweza kusema, lakini huenda watu wanaongelea habari ya kutubana sana kwa sheria. Hapa tuongelee kubanwa kisheria, tunaongelea kuwa na nidhamu kwa faida yako. Ikiwa adui akichafua au akiziba chanzo kikuu cha maji, yaani moyo, jiji zima, maisha yote ya mwanadamu linakufa kwa kiu au kwa sumu. Kulinda moyo kuna maanisha kuchuja kila kitu kinachoingia ndani kupitia milango ya fahamu. Nenda ukaangalia watu ambao walishambuliwa. Kwa mfano, ulikuwa na biashara nzuri alafu ikaanguka, iwe ni kazi ikadondoka, vyote vile. Tumeongelea habari ya kujenga ngome katika maeneo yetu mbalimbali. Utakapokuja kuchunguza vizuri, kabla ya anguko la hiyo biashara, kabla ya anguko la kazi, kabla ya anguko la chochote, maeneo haya yalishambuliwa. Kuna vitu vilianza kuja, lakini ulikuwa unavipuuza taratibu tu, vikaja ikafikia kiwango. Nachukua mfano kwa mtu ambaye umefukuzwa kazi. Kuna kakiburi kaliota taratibu, ulijiona wewe ni bora kuliko bosi wako, ukaanza kumjibu bosi wako vibaya.
na taratibu ukaanza kuwa na majibu ovyo na utendaji wako ukabadilika, kwa ikafikia kiwango ambapo ukaanguka kikazi. Sisemi kila aliyetolewa kwenye kazi alikuwa hivi, natoa tu mfano, wengine ni kwa staili nyingine, sababu ziko tofauti, lakini ukichunguza yote utagundua kuna vitu vilianza kidogo kidogo. Hata kama ni msongo wa mawazo uliingia kupitia moyo kwanza, ndipo tunakuja sehemu ya pili ambayo inaitwa akili. Na nimesema kwamba haya ni maeneo ambayo unaweza ukaona kana kwamba yanafanana, lakini kiroho yako tofauti kabisa. Wewe hujawahi kusoma andiko linasema kwamba wewe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili na kwa nguvu. Biblia ilivyokuwa inatumia maneno, sio swala la kuongelea mashairi, ni kwamba yote yana maana tofauti. Sasa sikiliza vizuri, akili ndiko mahali ambapo dhambi inatungwa kabla haijawa tendo la nje, ni kichujio cha habari zote zinazoingia mwilini. Ndiyo, ndipo mawazo yanapozaliwa, yakakua, yakaingia moyoni na hatimaye yakawa matendo. Ndio maana Paulo anatuambia kwenye kitabu cha Warumi 12 fungu la 2, msiige mtindo wa ulimwengu huu, bali Mungu afanye mabadiliko ndani yenu kwa kuzigeuza fikra zenu. Hapo ndipo mtakapoweza kuyajua mapenzi ya Mungu na kutambua jambo lililo jema, linalompendeza na kamilifu. Nimesoma Kiswahili cha kisasa. Hiyo ni Warumi 12 fungu la 2. Kwa umeona, hapa ndipo katika akili yako ndipo panazaliwa kitu. Hapo ndipo unapotafakari mambo, unayaweka vizuri na yanakuja kuzaliwa hapo. Mungu atusaidie sana. Sasa sikiliza hapa, kwa vile eneo la maamuzi na eneo la upikaji na kuzaliwa, yaani moyo na akili, vimeshikana namna hii, ndio maana inakuwa ni rahisi sana kwa watu kuvichanganya, kuingiza kwenye kapu moja. Na haya maeneo mawili ambayo yameshikana sana, moja likishambuliwa, la pili linashambuliwa kwa haraka, maana wako karibu. Unakumbuka wakati naongelea habari ya moyo, nikaongelea habari ya vyakula, nikaongelea habari ya vinywaji, nikaongelea habari ya vitu tunavyoviangalia. Vyote vinaathiri maeneo haya mawili muhimu kabisa. Tutakapokuja kuongelea masuala ya namna ya kudhibiti msongo wa mawazo mwenyewe katika mada ambayo inakuja huko mbele, utakuja kuelewa ya kwamba kuna wakati mwingine inatakiwa ujue kwamba kuna akili yako na wewe. Kwa kuna sasa inatakiwa uangalie akili yako ikiwaza vitu. Vinapita tu hapo na vitazama, mwisho nasema hicho kimepita. Hicho kimepita. Hicho kimepita. Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Paulo anasema msiige mtindo wa dunia hii. Dunia hii ina mtindo wake na maisha yake. Kwa hiyo usije ukakubali akili yako ikaingiza vitu vya dunia hii, kwa sababu unavyoendelea kuviingiza vitu vya dunia hii vitakuja kuzaliwa na kuwa matendo, na vitakuporomosha na kupeleka sehemu nyingine kabisa kabisa kabisa, na utajikuta kwamba unaanza kuanguka. Kwa hiyo katika ujenzi wa ngome, linda moyo, linda akili, linda eneo la maamuzi, linda eneo la kupika vitu na kuvitengeneza na kuvitafakari. Linda sana ya maeneo haya, na yote haya shetani ni tageti yake, anayashambulia. Vita vikubwa zaidi vya kizazi hiki vinapigwa ndani ya akili. Kwenye kitabu cha The Great Controversy ukurasa wa 555 kuna maneno haya: ni sheria ya asili yetu ya kiakili na kiroho kwamba kwa kuangalia tunabadilishwa. Akili hujirekebisha pole pole kulingana na mambo inayoruhusiwa kuyatafakari. Inakuwa sawa na kile inachofundishwa kukipenda na kukitazama kwa umakini. Unaona hapo sasa? Kwa hiyo hapa ndipo utaelewa kwamba hivi vitu viwili, moyo na akili yako, vilindwe vizuri. Eneo lile la kwanza la hisia, la maamuzi, na eneo la kutengeneza mambo, kuyatafakari kwa kina na kuyazalisha. Mimi nasema kwamba ni kama eneo la incubation, ambapo hapa ndipo mayai yanaanguliwa na kuwa tabia. Ni katika akili yako, lazima uweze kuyalinda. Unayalindaje? Anasema kwa kile unachokiangalia. Pale mwanzoni inasema kwamba muziki unaosikiliza, video unazoziangalia, vitabu ambavyo unavisoma, hivi vyote vinashape mambo unayosikiliza, watu unaoongea nao. Anasema ni sheria ya asili yetu ya kiakili na kiroho kwamba kwa kuangalia tunabadilishwa.
Unapoangalia hata hizi katuni za watoto ambazo wanazitazama zimetengenezwa kwa makusudi. Wataalamu wa saikolojia na neuroscience wanakubaliana wote ya kwamba zile rangi za katuni zinaathiri ubongo wa mtoto, lakini pia sekunde zinazotumika katika kuhamisha tukio moja kwenda tukio lingine, ubongo wa mtoto hauwezi kufuata ile spidi kwa haraka. Kwa hiyo zile katuni zinaenda kwa ile spidi inayoenda na kubadilisha rangi na matukio, inaathiri ubongo wa mtoto, na mtoto anazalisha homoni ya furaha kwa kuangalia zile video, kwa kuangalia hizo katuni, na mtoto anafurahia, lakini ubongo wake haujawa na uwezo wa kustahimili ile spidi. Kwa huku anafurahia, lakini anapelekwa katika spidi ambayo hajaizoea. Ndio sababu wamama wengi sana, mtoto anaposumbua anampa katuni, anaangalia. Mtoto anapoangalia katuni na anatulia kabisa, mama anafurahi kwa sababu anafanya kazi zake, lakini hajui madhara ambayo anayajenga kwa mtoto. Wakati ule mtoto anakuwa mrahibu wa madawa ya kulevya, sio ya kujidunga, bali anaitwa katuni. Na ukitaka ujue ya kwamba mtoto ameanza kuathirika, ukimnyang'anya ile simu yako ambayo anaiangalia, mtoto anaanza kuwa napiga kelele, anakuwa mkali, analia. Ni sawa na mtu ambaye yuko kwenye arosto ya madawa ya kulevya, anayetolewa kwenye madawa ya kulevya. Ile ni withdrawal syndrome. Na tabia mtoto baada ya hapo anakuwa ni mtoto ambaye anakuwa aggressive, anakuwa mkali, mtoto anakuwa analia. Unaweza ukampima mtoto wako kwamba ameathirika kiasi gani ukimnyang'anya ile simu, jinsi anavyojipiga chini. Mtoto anavyolia anakuwa mkali kweli kweli. Jua tayari madawa ya kulevya yanaitwa katuni yameanza kumwathiri mtoto. Ni mzazi yupi ambaye atakubali kumdunga mtoto wake heroin katika mwili wake? Mzazi yupi ambaye atakubali kumdunga mtoto wake cocaine? Mzazi yupi ambaye atakubali kumpa mtoto wake bangi? Wote hamwezi kubali hili zoezi. Na kama hamkubali, basi vivyo hivyo ujue kwamba katuni unazomwonyesha mtoto wako zinaathiri mtoto wako. Tafiti zimeonyesha kwamba katuni zile za black and white ambazo zilitengenezwa miaka mingi iliyopita zilikuwa na mwendo, spidi ambayo ilikuwa inapelekana na umri wa ubongo wa mtoto. Mpaka hapo anaanza kunielewa kwamba shambulio la adui anaanza kuangusha ngome. Sasa akiangusha hii ngome ya mtoto katika ubongo wake mapema kiasi hiki, mtoto anapokuwa mtu mzima hawezi kuwa na uwezo wa subira, anakosa uvumilivu. Anapokuwa na msongo hawezi kuprocess ule msongo. Misongo pia ina faida zake, inaamsha ufahamu, inaamsha ujuzi, inaamsha nguvu pia, lakini ukipitiliza ndio unakuwa na athari yake. Hawezi kutulia na kuanza kujifunza, hivi nina msongo kwa ajili gani, ni kitu gani nakifikiria? Kwa kuwa alizoezesha katuni muda mrefu kuridhishwa, kupewa furaha kwa vitu vya kidijitali, anapokuwa na umri mkubwa sasa hawezi kustahimili maisha. Ndipo anapokuwa na kitu ambacho hakiko sawa. Wazo la kwanza, pombe, sigara, bangi, heroin. Nyie ambao ni kizazi cha sasa mnachoweza kuangalia au kuthibitisha nachokisema kwamba ni kweli au si kweli, nendeni mkaangalie tafiti za sasa hivi. Kiwango cha matumizi ya bangi kimeongezeka. Tanzania kwenyewe, kitengo cha kuzuia madawa ya kulevya kimekiri ya kwamba kiwango cha matumizi ya bangi kimeongezeka. Kenya the same, kimeongezeka. Nini kimetokea? Kuna kizazi hapa hakijajifunza namna ya kudhibiti au kujitawala chenyewe. Hapa ndipo kuangalia vizuri sana. Kwa hiyo unaweza ukaiona simu leo kama ni faida kwa mtoto, lakini madhara yake baadaye ukubwani. Kwa nini leo hii ndoa nyingi hazidumu? Ina maana kwamba leo kumekuwa na matatizo mapya? Sio kweli. Baba yako, mama yako walipitia matatizo kama wewe na mengine hata makubwa kuliko ya kwako, lakini walikuwa na uwezo wa kustahimili. Sijasema kwamba kuvumilia uumie, wanastahimili na kujiadjust. Leo hii ukimkosoa mtu, ubongo wake hauwezi kutofautisha kati ya kurekebishwa na kushambuliwa. Badala ya kukaa chini aanze kuangalia ni sehemu gani katika maisha yangu nijirekebishe, anaona umemshambulia naye anaanza kushambulia. Ubongo haupokei, ila unajitetea. Ndiyo mgogoro kwenye ndoa pia upo, kwa sababu wanandoa hawako tayari kupokea, wako tayari kujitetea. Hata akisikiliza, anasikiliza na akili ya defensive, sio akili ya kujifunza. Mgogoro hivi tunatokea kidogo kidogo, lakini kwa uhakika ni sheria ya asili. Sikiliza vizuri sasa. Kumbuka Paulo ametuambia tufanye upya akili zetu. Neno la Kigiriki la kufanywa upya, anakainosis, linamaanisha mabadiliko kamili ya mwelekeo wa fikra, transformation of the mind,
Kwa hiyo inatakiwa kubadilishwa. Umeona jinsi lile neno la Kigiriki jinsi lilivyo, ambalo ni anakainosis, ambalo linamaanisha ni mabadiliko ya mwelekeo wa kifikra. Hapa ndipo unaona ya kwamba ni muhimu kubadilisha fikra na mtazamo wako. Badilisha kabisa kabisa kabisa. Wanasaikolojia wanakubaliana na hii kabisa. Dr. Beck ambaye aligundua theory katika psychology inaitwa cognitive behavior therapy, anaeleza ya kwamba aligundua kwamba wagonjwa wake ambao walikuwa na msongo wa mawazo, alipokazana kuwabadilisha mtazamo, walishusha msongo wa mawazo na stress ikaisha, kiasi kwamba hata hawakuwa na haja ya kutumia dawa tena. Kwa unaona ya kwamba kubadilisha mtazamo ni kitu muhimu sana, lakini kuna sehemu muhimu sana ambayo ni dhamiri. Dhamiri ni king'ora cha ndani cha usalama. Kuna saa dhamiri inakuambia kitu hakiko sawa, usipuuze sauti ya dhamiri. Kwa sababu dhamiri inapokuambia jambo haikupi kitu katika uhalisia wake. Kwa hiyo huwezi kuona picha ya kile kitu kama kilivyo katika uhalisia wake. Dhamiri ni uwezo wa kiungu uliowekwa ndani ya mwanadamu ili kumpa utambuzi wa papo kwa hapo kati ya haki na uovu. Kwa Mungu anaongea nasi kupitia dhamiri, ni sauti ya Mungu. Nia ni mashahidi ya kwamba kuna wakati mwingine ambapo unataka kufanya kitu lakini dhamiri inakataa. Kuna mtu anajaribu kwa karibu na wewe, dhamiri inakataa. Kuna wakati unakwenda kufanya biashara mahali, dhamiri inakataa. Ijapokuwa watu wengi wanachanganya kati ya dhamiri na hofu ya kibinadamu. Hapa ndipo inatakiwa mtu uwe mtu wa maombi sana, ili kuweza kutofautisha hivi vitu viwili, maana kuna saa vinafanana, ila Mungu atakusaidia uweze kuvielewa zaidi. Nina kitabu ambacho niliandika cha namna kusikia sauti ya Mungu. Sasa hivi hatuzalishi tena kwa sababu ninakifanyia marekebisho, kuna vitu ninaviongeza vingine zaidi ya hapo, lakini nimeeleza eneo hili ya kwamba kuna saa Mungu anaisemesha dhamiri yako hata kuhusu mtu. Kuna watu ambao wameingia kwenye uchumba na Mungu aliongea naye kupitia dhamiri ya kwamba huyo mtu vitu vingine vyote vya nje unamuona yuko sawa, kila kitu unamuona kama yuko vizuri, ana tabia, lakini dhamiri inagoma. Dhamiri inagoma kwa sababu ni king'ora cha ndani, kinawasiliana na roho kuona kitu ambacho kiko ndani ya huyo mtu, kitu ambacho jicho la kawaida haliwezi kuona. Shetani pia anapenda sana kushambulia dhamiri. Sasa hapa ndipo inakuja uhuru wa kuchagua. Wewe ndio unaweza ukachagua kutii sauti ya Mungu au kuachana nayo. Mwanadamu aliumbwa na uhuru wa kuchagua. Shetani hataweza kamwe kukuamrisha, lakini anaweza kukudanganya hadi uchague kwa hiari yako mwenyewe kile alichotaka. Hii ndio sababu udanganyifu ni silaha yake kuu. Kwenye kitabu cha Testimony for the Church, gombo la 5 ukurasa 120, Ellen White anasema dhamiri ni sauti ya Mungu inayosikika katikati ya dhoruba ya tamaa za kibinadamu. Inapoamshwa na Roho Mtakatifu inakuwa kiongozi salama, lakini inapotendewa madhambi na kupuuzwa inakuwa sugu na kufishwa, kiasi kwamba haiwezi tena kutofautisha kati ya kitu kitakatifu na kile cha kawaida. Katika tafsiri yangu binafsi ambayo nimetumia neno madhambi, ni kwa sababu nimetumia ile lugha ya mpira. Yaani kila saa unaipuuza, dhamiri inakuonya, lakini unaipuuza. Unaendelea unaipuuza, baada ya hapo inakuacha, unaingia kwenye madhara. Wako watu ambao wameanguka kibiashara au kimaendeleo, kikazi, vyovyote vile, lakini ukimuuliza nakwambia kuna kitu nilikuwa nakisikia lakini nilikuwa nakipuuza. Dhamiri. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu sana, ambacho lazima ukijua kwamba kinaweza kukujengea ngome katika maisha yako, ni tabia na matokeo yake. Ile sheria ambayo tumejifunza sana ya kuvuna na kupanda. Wale ambao mmeishi maeneo ya vijijini, mnajua vizuri kwamba kuna katika mashamba vijijini kuna mipaka ilikuwa tunaweka, lakini pia kuna vitu vilikuwa tunavipanda pembeni ili kuweza kuzunguka. Ile ni miti. Kila maeneo ya wana miti yao. Kule Uchagani ukienda wana miti ambao wanajua wanaipanda karibu katika mipaka ili kutofautisha shamba. Ukienda kule Dodoma nao wana miti yao ambao wanapanda, wanaita minyaa, ina kama maziwa fulani hivi. Na kila sehemu wana aina yao ya miti. Hii miti ni mimea, ni mbegu. Sasa leo nataka unisikilize hapa. Una habari ya kwamba baadhi ya tabia zako ni ngome. Baadhi ya tabia zako zinaweza kuwa pia ni mwanya wa adui kuingia. Kwa hiyo ione katika sura hizi mbili hapa. Yesu alifundisha hili, akasema wana wa ulimwengu huu, katika ulimwengu wao, wamekuwa na akili kuliko wana wa nuru. Anapoongelea pale Yesu ni nini? Yesu alikuwa anaongelea tabia. Wamejua kucheza na tabia
kwa sababu wanajua sheria ya kupanda na kuvuna, wanaijua vizuri kabisa. Sasa wewe ambao unanisikiliza, kuwa makini unapoishi na watu, watendee watu mema. Tabia yako njema itakuwa ni ngome katika kazi yako. Acha tabia ya kusema kwamba mimi mtu hawezi kunigusa bwana, akinigusa ataona. Guswa, alafu fanya unavyofanya, unasema ataona, lakini anayedhurika ni wewe. Hata Mungu anapotupatia amri 10 za Mungu, zile amri 10 alizotupatia kiukweli ni kwa ajili ya kutulinda sisi. Mungu hana madhara na zile zote, zinatulinda sisi wenyewe. Kwa hiyo ni hiari yako mwenyewe kuamua kufanya kitu ili utengeneze ngome au kufanya kitu ili ubomoe ngome. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 30 fungu la 19, mimi nasoma Kiswahili cha kisasa, anasema, naziita mbingu na dunia zishuhudie juu yenu leo hii kwamba nimewapeni uchaguzi kati ya uhai na kifo, kati ya baraka na laana. Basi chagueni uhai, nyinyi na wazawa wenu mpate kuishi. Simple. Hoja ya kujenga ngome ni hiari yako. Hoja ya kuzuia maeneo ili adui asiingie ni hiari yako. Mungu atafanya ukimruhusu kufanya. Mungu atusaidie sana. Mwanamke wa Sarepta alipojiliwa na Elia, angekataa kumpa chakula, nini kingetokea? Njaa ingechapa, angekufa kama alivyosema, mtoto angekufa na wala asingefufuka. Alipotii ile sauti, nini kilitokea? Aliona matokeo yake. Acha watu wa kucheki kwa sababu ya kwenda kanisani. Acha wakuone ya kwamba wewe ni mjinga unayefunga biashara na kwenda ibadani. Acha wakuone leo mjinga, acha tu. Lakini mchungaji, unajua tumeona watu ambao hata hawasali lakini wanafanikiwa. Na mimi nikuulize swali, wewe unajua mtu aliyefanikiwa? Wewe mtu aliyefanikiwa unampima kwa jicho la mwilini, lakini mtu aliyefanikiwa anapimwa kwa jicho la rohoni. Kuna watu biashara zao zinafanya vizuri kwa macho ya kawaida, lakini hawana amani ndani. Kuna watu ambao wako vizuri kazini, lakini hawana furaha na ule mshahara. Au hujawahi kuona dreva anamwendesha bosi, bosi anakaa nyumba ya shirika, dreva amejenga kwake, nani anapata hela? Sio wingi wa pesa tunaotazama, ila wingi wa baraka za Mungu ndio tunaoangalia. Kuna mtu ana milioni 100 kwenye akaunti yake, na kuna mtu ana 100,000, ana 50,000, lakini 50,000 yenye baraka ina thamani kubwa kuliko milioni 100 yenye laana. Mshukuru Mungu kwa ulicho nacho. Kuna mtu ana kila kitu, lakini ndoa yake ni mgogoro kila kukicha. Inapokuja hoja ya ibada, nenda kamwabudu Mungu, ni kwa faida yako pia. Mungu atusaidie sana. Ngoja nikwambie tu machache kidogo kabla hatujafika mwisho wa somo letu siku hii ya leo. Kila tabia ni mbegu na kila neno ni mbegu. Kwenye kitabu cha Steps to Christ ukurasa wa 47 nasoma maneno yafuatayo: mapenzi ndiyo nguvu inayotawala katika asili ya mwanadamu, yani kukubali kufanya kitu, hiari, nguvu ya uamuzi au kuchagua. Kila kitu kinategemea utendaji sahihi wa mapenzi au maamuzi. Huwezi kubadili moyo wako, huwezi kwa nafasi yako kutoa upendo wako kwa Mungu, lakini unaweza kuchagua kumtumikia. Unaweza kumpa yeye mapenzi yako, ndipo atakapofanya kazi ndani yako, kutaka na kutenda kwa kufuata mapenzi yake mema. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu, yani tazama, mpe Mungu moyo wako, mpe Mungu maisha yako, mpe Mungu kazi yako, mpe Mungu ajira yako, mpe Mungu kila kitu chako, ili yeye aweze kukitengeneza. Siri kubwa ya Ayubu alikuwa mcha Mungu. Biblia ndivyo inavyosema hivyo. Katika eneo lote lile, yeye peke yake ndiye ambaye alikuwa amempa Mungu maisha yake fully, kila kitu. Unapoona amejengewa, amezungushiwa ugo, amejengewa ngome, ni kwa sababu Mungu alikuwa mmiliki wa eneo.
Na tabia zetu hizi ambazo tunazisema zinaunda, zinajenga, zinaweza kujenga au kubomoa. Watu unaowasaidia leo wanakwenda, ile ni mbegu katika eneo lako. Wateja wako jinsi unavyowatendea wanapokuja kwenye biashara yako, ile ni mbegu, lakini pia ni ngome unajenga pale. Mimi ninatambua kabisa watu waliosaidiwa na watu ambao hawakuwatarajia. Bwana mmoja ni bosi mkubwa serikalini mpaka sasa hivi, hata ninavyoongea natoa mfano wake leo, lakini mpaka sasa hivi bado yupo serikalini na ana cheo kikubwa. Serikali zile zote za awamu zile zote za Tanzania amepata uteuzi tu. Lakini wakati uko chini kabisa, mimi wakati nilikuwa nachunga kanisa la Manzese, baadaye ilikuwa ni Tegeta, baadaye nikahamia Dodoma. Nakumbuka wakati nimeshahamia Dodoma ndipo anakuja kuniambia, maana serikali ilikuwa imehamia pale Dodoma. Akaniambia, mchungaji, unajua nimesaidiwa, nimeokolewa na mtu anayefanya usafi ofisini. Nikamwambia ilikuwa kwaje? Akasema, huyu dada ambaye anafanya kazi ofisini kwangu, wakati huyu jamaa ameingia ofisini ametulia kabisa, yule dada akaingia akamwambia bosi, leo usinywe chai hii ya ofisi, itakapokuja hapa usije ukanywa. Akajaribu kama kumpuuza, lakini ule binti anaongea huko anatetemeka kabisa. Anasema nikaisikiliza ile sauti, ilikuwa ni mandazi pamoja na chai. Vile vitu vilikuja kama sijakosea, maana historia ni ya muda mrefu kidogo. Yule bwana ile chai aliimwaga chooni, maana ofisini kwake pale kuna choo. Akachukua ile mandazi akayafunga vizuri, akaondoka nao nyumbani, akaenda kumpa mbwa wake, mbwa akafa. Sasa inakuwaje hapo? Ni kwamba huyu bwana pamoja na cheo chake kikubwa ana tabia ya kusalimia kila mtu. Kumbe ile ilikuwa ngome yake. Akiona mtu anamsalimia. Wale ambao wanafanya kazi pale wa kawaida, wafagiaji wa kawaida kabisa, akimkuta mahali, yani anaingia kwenye ofisi yake, anamsikia anafanya kazi ofisi nyingine hajamaliza, anaenda anamsalimia, anaitwa Dorcas. Dorcas, hujambo? Muendeleaje? Nyumbani ni wazima? Ni wazima bosi. Sawa, nilikuwa tu nakusalimia. Anarudi anaingia ofisini kwake. Kumbe ilikuwa ni ngome yake ile. Ndio ikaja kumwokoa. Wakati adui ameshambulia, ile ngome ikamlinda. Nimesema wapende watu wote, tenda mema kwa watu wote. Hii haikuambii kwamba usiwe na mipaka. Kuwa na mipaka, lakini watendee watu mema wote. Usibague mtu yeyote. Hujui yupi atakuwa ngome yako kesho. Mishale ikija inakuwa pale. Mungu atusaidie sana. Tabia au karakta si kitu kinachotokea kwa muujiza siku ya marejeo ya Yesu. Ni matokeo ya sheria ya kiasili na kiroho, na kupanda na kuvuna. Katika maisha ya kiroho, kila wazo, neno, tendo ni mbegu unayopanda kwenye udongo wa maisha yako. Ukilielewa hili, utaelewa kwa nini walikuwa wanapanda minyaa kule Dodoma kwa ajili ya kulinda maeneo yao, kuweka mipaka. Utaelewa kwamba hata wewe rehema uliomtendea mtu itakurudia, ni ngome. Mungu atusaidie sana. Sasa unakumbuka tuliongea habari ya njia ambazo shetani anapenda kuzitumia pale mwanzoni kabisa. Nikasema kuna malango muhimu sana ya kuchunga, pamoja na kwamba tumeongelea habari ya moyo, tukaongelea akili, tumeongelea dhamira, lakini tusije tukaondoka katika somo la leo kabla hujaelewa kitu kifuatacho. Lango la macho ni la kuchunga sana. Nimesema kila unachokiangalia kinaingia. Tukaongea habari ya katuni kama unakumbuka vizuri pale mwanzoni. Kwa linda sana kile ambacho kinaingia kwenye macho yako. Tunachoangalia huathiri kile tunachofikiria, na kile tunachofikiria kinaathiri kile tunachohisi, na hatimaye kile tunachofanya. Kuwa makini sana katika maeneo haya. Kitabu cha Ayubu 31 fungu la kwanza anasema, nimejifunga rasmi mimi mwenyewe macho yangu yasimtazame msichana kwa tamaa. Unaona, naangalia jinsi ambavyo macho. Haya ndio maisha ya Ayubu yalivyokuwa. Ukisoma kitabu cha Ayubu utagundua kwamba Ayubu alikuwa anasaidia yatima. Alivyokuwa anajibu wale ndugu zake. Nimeeleza kwenye somo lililopita. Ni mojawapo ya njia zake. Ngome ya Ayubu haikuwa ndogo. Shetani alipokuja kushambulia mali za Ayubu, alikutana na maombi ya yatima.
Shetani alipokuja kushambulia kondoo wa Ayubu, alikutana na maombi ya watu ambao walikuwa wanadaiwa kondoo. Ayubu akatoa kondoo wake kwenda kuwasaidia kulipa madeni wale watu. Shetani kila alipokuwa anakuja, alikutana na hizi ngome ziko hapo. Utanielewa kiroho, utaanza kunielewa ngome zinajengwaje. Marafiki zake na Ayubu walipokuja kumwambia mambo yote, Ayubu anawaambia, msije mkaniambia kwamba mimi kuna vitu haviko sawa hapa. Naendelea kumuuliza Mungu kwa nini amenipata, lakini na mimi na vitu nataka nimkumbushe Mungu kana kwamba anasahau. Watoto wa Ayubu walipokuwa wameenda kufanya sherehe, Ayubu alijua moja ya njia ambayo inabomoa ngome ni mtu akiwa ameshiba. Anaweza kujiona yeye ndiye ambaye ametoa kile chakula na yeye ndiye kila kitu. Ayubu anasema huenda watoto wao katika kushiba kwao, huenda katika kunywa kwao walimkufuru Mungu. Ayubu alikuwa anaamka asubuhi na kuwaombea watoto wake. Mzazi, nisikilize, una nguvu na mamlaka ya kiuhalali kisheria kuomba kwa ajili ya watoto wako na kuwatengenezea ngome. Nataka nikuambie, hata kama mtoto wako ni mtu mzima anakunywa pombe, hamjali Mungu, wewe una nguvu zaidi ya kumwombea na kumwekea mlinzi kuliko hata mchungaji. Ndio, lazima ujue hilo. Omba kwa ajili ya watoto wako. Umeanzisha biashara yako, hakikisha kabisa kwamba katika biashara yako unaweka eneo la ibada. Kama chumba ni kidogo, huwezi kufanya ibada pale, yani kutengeneza eneo la ibada. Muda, jitengee muda wa maombi. Ule muda ukifika, funga mlango. Waislamu wanafanya nini wakati wa swala ukifika? Weka wakfu magari yako, weka wakfu watoto wako wadogo. Waebrania walijua hili. Wao walikuwa wanatumia ishara ya tohara zamani. Akiwa na siku 8 mtoto anatahiriwa. Ilikuwa ni agano, ni ishara ya agano. Ile ni ngome kiroho. Leo hii tohara yetu ni ubatizo. Hatubatizi watoto wadogo, lakini tunabatiza mtu ambaye ametambua kwamba Yesu ni Bwana, aaminie na kubatizwa ataokoka. Watoto wadogo tunafanyaje? Wanaweka wakfu. Biblia inasema wakawapelekea watoto ili awaguse. Ili kuwa ni mojawapo ya njia ya kutengeneza ngome. Fanya ibada ya kuweka wakfu mtoto wako. Viongozi wa kanisa, mnanisikiliza, wazee wa makanisa, sio lazima wakati wa mikutano maalum kama makambi, kama mikutano inategemea na kanisa lako kule, sio lazima. Wekeni ibada ya kuweka watoto wakfu. Waulizeni washiriki, tawekeni tangazo, ni wangapi ambao watoto wao hawajawekwa wakfu. Waliti majina yao. Pangeni hata siku ya Sabato, pangeni siku ya Jumatano. Mungu atusaidie sana. Biashara yako, kazi yako iwe baraka kwa wengine. Hizo ni ngome. Nenda ukaangalie maisha ya Dorcas alivyokuwa amesaidia wale watoto wanaotengenezea nguo. Msiba ulivyokuja kwake, anakufa Dorcas, aliombewa akafufuka. Kilichofanya fuke ni nini? Ni kwa sababu alijua namna ya kuweka wakfu na kutengeneza ngome katika maisha yake. Mnajua story ya yule kiongozi wa Kirumi ambaye alisaidiwa na Yesu. Viongozi wa dini walimwambia ametujengea sinagogi, kumbe ikaenda kusaidia baadaye. Tunaposema habari ya kutengeneza ngome, kuna vitu vingi. Ngome nyingine ni wazazi wako. Wewe ambaye wazazi wako wako hai, jua kujenga ngome kupitia wazazi wako. Mchungaji, sija kuelewa. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. Sehemu nyingine inasema upate heri na fanaka. Maana yake ni nini? Kuna watu wanakuja kushambulia pale kazini kwako ili uweze kukosa ajira au udondoke, lakini maombi ya wazazi wako yanasimama. Kuna mtu ananitazama sema, lakini mchungaji, ni wazazi wangu hawapo. Ni kweli wazazi wako hawapo, lakini kuna wengine ambao sio lazima wazazi wa kuzaa tu. Kuna wale ambao kwenye ukoo wenu, kwenye familia yenu wameachwa kuangalia kama watu wazima. Anaweza kuwa shangazi, anaweza kuwa baba mdogo, anaweza kuwa babu, hata kama sio babu aliyemzaa baba yako mama yako. Wapo pale, kuna baraka ziko hapo, nenda ukazichote. Biblia haikosei. Jenga ngome. Jenga ngome kwa watu wa nyumbani kwako. Huwezi kuyafanya yote haya ukapata ngome nzuri kama watu wa ndani kwako wanalalamika. Una pesa nyingi lakini hawafaidi. Nikisema hawafaidi na maana kwamba hawana maisha ya furaha, hawaenjoy maisha.
unabomoa ngome wewe mwenyewe. Tengeneza ngome kwa kuwafurahisha watu wa nyumbani kwako. Lakini pasta, kuna watu hata wafanyaje hawafurahii. Mungu anaona, fanya sehemu yako. Hao watu fanya sehemu yako, Mungu yeye anaona, fanya sehemu yako. Tengeneza ngome, tengeneza ngome. Tengeneza ngome kwa nyie wenye mifugo. Tengeneza ngome kwa kumkabidhi Bwana mifugo yako. 9 na 10 ni ya Bwana, acha hii nyingine. Kumwabudu Mungu ni ngome. Mungu ni ngome imara, kila anayekimbilia anakuwa salama. Nini kinakufanya kuwa bize mpaka ushindwe kuabudu, ushindwe kumwabudu Mungu? Mungu atusaidie sana. Kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 3, ukurasa wa 507, kuna maneno haya: Shetani anatafuta kila fursa ya kuingia kupitia masikio yetu. Usisikilize habari za uongo, masengenyo au maneno ya dhihaka. Masikio yako yafunge dhidi ya kila sauti inayoweza kudhoofisha imani yako kwa Mungu au kuharibu upendo wako kwa ndugu zako. Mmeona masengenyo, kuwasema watu, kuwajadili, unabomoa ngome mwenyewe tu. Niye kazi ni kupiga stori za maisha ya watu, fulani yuko hivi, fulani yuko vile, yule yuko vile, yuko. Unabomoa ngome. Mikosi inakuja kukupata, unajiuliza hivi litoka wapi? Biblia imeweka wazi, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Roho ya nabii imeweka wazi, anasema shetani anatafuta kila fursa ya kuingia kupitia masikio yetu. Usisikilize habari za uongo, masengenyo au maneno ya dhihaka. Watu wanamcheka mtu fulani, alijidai, hatujui yuko wapi. Yaani unaanza kucheka na unaingia, unabomoa ngome, unasababisha adui anaingia. Mawazo yako ni hivyo hivyo, usiruhusu kila kitu kiingie katika akili yako. Lakini kuna lango la mahusiano. Kabla sijafunga, lazima niliseme. Marafiki wanaweza kujenga kubomoa ngome. Huu ni ukweli wa kina wa kiroho. Methali 13:20 anasema, anayeandamana na wenye hekima hupata hekima, lakini anayejiunga na wapumbavu atapata madhara. Neno atapata madhara katika lugha ya Kiebrania lina maana ya kuvunjwa vipande vipande. Angalia watu ambao unahusiana nao katika maisha yako, chunga sana. Nimesema ili nirudie vizuri. Kuna wakati mtu atakuja awe partner kwenye biashara yako, awe rafiki yako, hata kama ipopote pale, dhamiri ya ndani itakataa. Usipingane na dhamiri, maana kuna kitu hukioni. Nimesema hivi, unapokuja kwenye hoja ya Biblia inaposema usizini, haina maana tu ya kwamba amekwambia tu usizini ukaishia hapo. Anakuepushia muunganiko ambao una madhara, maana kuna ibada ziko ndani yake, kuna muunganiko. Wakorinto wakati ule, wakati wa Paulo, Wakristo walikuwa wanakwenda kununua machangudoa. Wanakwenda kununua machangudoa, Paulo akawaonya, akambia, hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu? Je, ni utoe mwili wa Kristo ni upeleke kwa kahaba? Aliwaonya. Utasoma kwa muda wako Wakorinto wa kwanza sura ya 6 na sura ya 7, imeeleza kwa kina haya maeneo. Na anapoelezea pale, Paulo anawaelezea kwamba au hamjui ya kuwa yeye aliyefanya mapenzi na kahaba amefungamanishwa naye, nao watakuwa mwili mmoja. Hey! Sikiliza vizuri hilo andiko hapo. Watu ambao wanajua masuala ya kiroho wanajua vizuri hizi sheria hata kuliko watoto wa Mungu ambao wameandikiwa, lakini bado hawajui. Kwa kuwa kuna muunganiko katika wa kiroho katika tendo hili, watu wengine wamepoteza kazi, biashara zimeharibika, kwa sababu uliyeungana naye mlibadilishana nguvu, na Mungu ameonya. Mchungaji, sikuelewi. Utanielewa siku likikupata. Utanielewa siku ukikutana na mtu aliyepatwa na hilo jambo, atakwambia. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yako sio kwa sababu anakupenda, ila ni kwa sababu anafanya ibada ya kingono, sexual worship. Anakuja maana kuna kitu anahitaji kutoka kwako. Pastor, bado bisija kuelewa. Endelea kusoma Biblia yako vizuri, utaelewa. Wakati wa Israeli wanatoka Misri wanakwenda Kanani, kuna mahali hapo aliitwa mfalme, nabii mmoja aje kuwaloga. Unakumbuka stori ya Balaam na Balaki? Yule jamaa kila kijaribu kuwaloga anakwama, kila kijaribu kuwaloga anakwama. Akampa idea mfalme, akamwambia, nataka tuwaweza wa jamaa. Sema ndio, tengeneza sherehe, waite wanawake wako wanacheza wako uchi, ndipo tutawaweza wa jamaa. Na kweli wakaitwa wa Moabu, wakaanza kucheza wakiwa uchi. Israeli wakaanza kucheza nao,
wakafanya ngono nao, uchawi ukatoboa. Kasome vizuri. Kwa hiyo mchungaji, unamaanisha nini? Nasema hivi, kuna watu wanakuja, kuna watu watakushuhudia, kuna hata ninavyoongea hapa, kuna watu wanajua kinachokisema, ya kwamba kuna watu walipokuja kwenye maisha yako mambo yaliharibika. Alikutaka kingono, lakini kumbe alikuwa na lengo la kunyonya nguvu. Mungu atakusaidia, utaweza kuelewa. Tunaenda kwenye maombi muda si mrefu sasa. Epuka ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu ni lango. Uchumi umekupiga kiasi gani, usimwache Mungu. Usiende kuabudu miungu mingine. Hilo ni lango na bomoa ngome. Wakati ule unaposema mambo hayaendi, kumbe ndipo wakati baraka yako ipo ardhini. Ndipo inaota, inamwagiliwa maji na Roho Mtakatifu. Wewe unataka mahindi yaote kwa spidi sawa na mchicha. Ulishindwa kuvumilia, usiende kwa waganga. Ukienda kwa waganga unatiwa unajisi nao. Leo tunakwenda kuomba. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya biashara yako. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya ndoa yako. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya watoto wako. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya elimu yako. Kila kitu Mungu alichokupatia kijengewe ugo wa moto. Na vikiwekewa ugo wa moto, vingine vimo katika prosesi ya kukua, visiharibiwe mapema hadi vifikie kule ambako Mungu amekusudia. Na hiki ndicho ambacho natamani leo wewe unanitazama. Kuna wengine mpo katika process za kukua. Mbegu bado inaota, lazima izungushiwe ili wanyama wasile. Hujafika bado. Hicho ndicho ambacho tunakiomba leo. Mungu akutendee. Tunapoingia kwenye maombi sasa, hapo ulipo nakupa dakika moja. Omba. Mwambie Mungu vile vitu ambavyo unatamani vizungushiwe sasa. Mwambie Mungu akuelekeze utajengaje pia ngome wewe mwenyewe. Kwa njia ya ibada. Kumbuka, ngome kubwa kuliko zote ni kumwabudu Mungu. Utamwabudu kwa njia gani? Mungu atakuelekeza. Kwa njia ya nyimbo, kwa njia ya matoleo, kusaidia maskini, kwa njia ya kujenga makanisa, kwa njia ya kusaidia wainjilisti huko waliko waweze kuhubiri Injili. Mungu atakuelekeza wewe mwenyewe. Lakini leo nataka umwambie Mungu ni kitu gani kizungushiwe. Dakika moja, omba. Taja vile vitu sasa, ili ngome ya moto izunguke. Adui kila akija hataweza. Endelea kutaja ndani ya moyo wako. Mnaofuatilia kwa njia ya YouTube, huna haja hata ya kuviandika hapo, lakini unaweza tu ukataja moyoni mwako, maana vingine sio vya kuandika. Najua wengine mmeshaandika hapo tayari, lakini sio shida. Endelea kuomba kimoyo. Endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Omba kwa ajili ya watoto wako, omba kwa ajili ya ndoa yako. Omba kwa ajili ya uchumba. Omba kwa ajili ya mume. Omba kwa ajili ya mke wako. Omba kwa ajili ya ofisi. Omba, endelea kuomba. Omba kwa ajili ya afya. Tunaomba sasa. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, ngome, vitu vinaharibika kwa sababu havina ngome. Na wakati mwingine tulikuwa tunafanya ibada bila kujua kwamba ni kwa faida yetu. Wewe ni Mungu unayestahili kuabudiwa. Leo tumejifunza kukabidhi vitu vyote, maana kwako ndiko kuna usalama. Maana wewe ndiye ngome yetu. Nami nakusihi mfalme wa amani, mtoto wako huyu ambaye leo anasikiliza, ukaimiliki biashara yake. Miliki ndoa yake. Miliki watoto wake. Miliki kila kitu chake, ili kikazungushiwe ngome ya moto. Ngome ya moto ikazunguka sa kila mahali kwa jina la Yesu Kristo. Ngome ya moto ikazunguke kwenye familia, izunguke kwenye biashara, izunguke kila mahali kuanzia leo. Akaone moto wako. Adui akija akakutane na moto. Akutane na moto kwa mtoto yule ambaye yuko sekondari, yule ambaye yuko chuo kikuu, kule katika kazi, katika interview. Vitu vyote tunaviweka wakfu kwa jina la Yesu Kristo. Afya njema, lakini yote katika yote tukajua kwamba umetupatia vitu hivi ili tuweze kuwa baraka. Na ikiwa ni baraka, unastahili kuabudiwa Mungu. Unastahili kuheshimiwa. Ibada yetu ni zaidi ya ibada. Kumbe tunawekewa moto na ulinzi kama wa Ayubu.
ukafanya hivi na kuzidi kwa watoto wako, na wakatoke hapa leo wakiwa na imani na kweli ya kwamba vitu vyao vimezingirwa na nguvu ya mbinguni. Hakuna haja tena ya kuweka vitu ambavyo havifai, na ikiwa kuna yeyote ambaye ameweka vitu kama hivyo katika biashara yake, katika eneo lake la kazi, kuanzia leo aviondoe, akijua kwamba ulinzi wa mbinguni unatosha. Baba, ukatusaidie elimu hii tukaifanyie kazi katika maisha yetu, na kila kitu kawekee ngome, na tukafanya ibada katika maisha yetu, tukikabidhi mali zetu na kazi na kila kitu, ili ngome ya moto ikazunguke. Asante, maana umesikia na unatenda zaidi ya tulivyotamka, na ngome zinajengwa kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.